ukiwa na agano na Mungu ya kwamba kumbe kwenye utumishi kufanya interview watakufungulia mlango kile ambacho anatumia kukutesa. Hatuwezi kana mzao amekataa kuokoka, haiwezekani bwana. Natangaza kwa ploti ya kwenu, neema unayotumikia ikutumikie kwa ploti. Nguvu katika damu. Nguvu, kichwa cha ujumbe, nguvu katika damu. Na tunapoongea nguvu katika damu, ni damu peke yake iliyo na ripoti za mwanadamu. Damu ndio ina ripoti ya sawa. Damu ndiko na ripoti sahihi ambayo mwanadamu angeitishwa kupeana. Ni damu peke yake. Na ndio maana kukizaliwa mtoto na kuko na utata, huyu ni baba yake ama si baba yake, hawachukui mkojo, hawachukui choo, hawachukui kinyesi. Wakipima kinyesi wanapima ugonjwa. Sasa ni damu peke yake ambayo ina ripoti ya mwanadamu ya kweli, inaweza kutoa ripoti sahihi. Neno sahihi ni kwamba ripoti ya kweli, damu. Kwa hivyo kukizaliwa mtoto, baba yake anasema si baba, daktari kile wanafanya, wanachukua damu ya mtoto wanapima, wanachukua ya baba wanapima. Na huwa hawapimi ya mama, kwa sababu tunafahamu ya kwamba watoto hutoka kwa wanaume. Mungu ameruhusu mwanamke atumike kama briefcase. Sema briefcase ya kubeba nini? Watoto. Lakini watoto ni wanaume, na mwanaume si anayepeana watoto, ni Mungu anapeana mtoto through mwanaume. Sema amina. Kwa hivyo damu ndiyo itatoa ripoti ya kweli, mtoto ni wake ama si wake. Sema amina. Namba 2, ni damu peke yake inaweza kupatia daktari ripoti ya sawa nini kinatesa maisha yako. Wakati daktari anakupima, hachukui makucha, hachukui nywele, hachukui mate. Wanapima mate kwa sababu wanapima TB. Lakini kumbuka, mate asipotoa matokeo, damu itatoa matokeo. Sema amina. Kwa hivyo vile daktari atakapochukua damu na apime, ile damu itamuonyesha huyu mtu katika damu yake tumepima choo ndogo, choo kubwa, hakuna ugonjwa. Lakini kwenye damu tunaona infection. Tunaona infection kwa damu, na anahitaji dawa ya aina fulani ambayo inaweza kutoa hiyo infection kwa damu. Damu yake ni chafu, inahitaji kuoshwa. Ama damu itasema huyo mtu ana tatizo la mgongo. Damu itasema huyu mtu ana malaria sugu, huyu mtu ako na homa sugu, huyu mtu ako na HIV. HIV haipimwi kwa choo ndogo, choo kubwa, ni damu. Sema amina. Na hii ni Mungu ameruhusu mwenyewe ya kwamba ripoti ya mwanadamu, zile ripoti sahihi zinazohitajika wakati kuna matatizo fulani, ni damu itatoa, kwa sababu damu ndiyo imebeba uzima. Damu imebeba uzima, kwa sababu Mungu alimwambia Musa na alimwambia mtumishi wake Musa ya kwamba wakati Waisraeli wanachinja mifugo, wakila nyama wasinywe na damu. Sema amina. Maana damu imebeba uhai. Na tunamwona pia Nuhu, Mungu anazungumza pale. Mungu anazungumza pale. Kwa hivyo damu ina nguvu kuliko chochote ambacho mwanadamu anafikiria. Sema amina. Na ndio unaona ya kwamba huwezi ongeza damu ikiwa hujapimwa kujua wewe damu yako ni grupu gani. Ni grupu O ama
Daktari ama ni Asante my daughter, Mungu akubariki sana. Hiyo huwezi chukua damu ya grupu O uwekee mtu wa grupu unamuua. Na ndio maana unaona ya kwamba sisi ambao tumeokoka tayari tuna hiyo damu ya Yesu Kristo ambaye ni grupu yetu. Haiwezi wekwa kwa mtu ambaye hamkubali Yesu ikafanya kazi, itamuua. Sema amina. Itafanya nini? Ndio maana unaenda kanisani, hujamwambia mchungaji unapitia nini, ashajua matatizo yako. Maana katika ulimwengu wa roho damu ya Yesu inatoa ripoti. Vile damu ya mwanadamu inatoa ripoti, huyu ana malaria, damu ya Bwana Yesu inatoa ripoti kwamba huyu anateswa na jina la nyanya yake. Huyu anateswa, kuna pasta alimlaani. Kuna watu laaniwa na wachungaji. Kuna wachungaji ukitoka kanisani na kuombea laana. Hiyo mimi sina, hiyo gari nilishuka. Sio gari siko ndani. Yule mwana Mungu amesema ni wangu, atakaa, atanivumilia na unyonge nilionao. Maana baba yako atakiwa mlevi ni baba, huwezi muacha. Kwa hivyo siwezi laani mshirika hata ametoka kanisani na muombea mabaya. Wacha aende na baraka za madhabahu. Watu wakimuuliza waambie ni kule nilikotoka. Sema amina. Kwa hivyo damu ina uwezo. Vile damu ya mwanadamu inatoa ripoti tunapoenda ndani ya hospitali, ndivyo damu ya Kristo Yesu inatoa ripoti katika maisha yetu. Vile damu ya mwanadamu, wakati wanapima wanagundua kwamba ako na ukoma, na huo ukoma haja katika vidole vipo bado, lakini kulingana na tatizo la ngozi vile ametibiwa haponi. Wamebadilisha madawa ya kila aina, ya krimu ya kukunywa, ya sindano ya kila aina, haoni mabadiliko. Kwa lakini walipopima damu kwenye vipimo kadha wa kadha, ikagundua kwamba wameona chembe za ukoma. Tayari moja kwa moja wanabadilisha dawa ambayo itatumiwa kumtibu. Sema amina. Na ndivyo damu ya Yesu Kristo inafanya. Wakati damu ya Yesu Kristo iko ndani yetu, basi unakuta kwamba mchungaji anakuombea vitu fulani vifanyiki. Kuna mambo anaomba yatendeki. Kuna unabii maneno yatimia. Kwa muda anapozidi kuomba na kumtafuta Mungu, Mungu anamwambia hapana, huyu mtu haponi kwa sababu kuna kitu anatakana kutubu. Mzee mmoja alikuja kanisani, alipiga pasta. Kulikuwa na ushirika kwa nyumba yake. Alipopiga pasta, kesi ikaenda kwa polisi. Toka polisi ikapanda mpaka high court. Kufika high court, jamaa kaona ya kwamba kesi itamlalia. Akaamua kutumia pesa, kuhongana, atumie pesa mshinde pasta. Kesi ikatolewa high court, ikaregeshwa mashinani, shughulikiwa na wazee. Mimi bila kujua, nikiwa kwenye ibada za deliverance and healing, mzee ameletwa Jumamosi moja akiwa ameparalyze na akiwa anatoko na ngozi kama nyoka. Alafu amekatika kama vile mtu vile unaona ukimchoma samaki mbichi alafu asiive sana. Unaona vile anakaa. Mzee anakaa hivyo. Akiwa amekaa chini na ameletwa na mke wake na watoto. Nilipoenda pale kumhudumia, Roho Mtakatifu akaniambia usimuombe, ni mimi nimemlaani. Akaniambia kitu hiki, tumie hekima watoto wake waende na baba yao nyumbani. Na hivyo ndivyo nilivyofanya. Nikawaambia tu Yesu atakuponya, inua mikono juu, bra. Tukamalizana, akaenda. Alipoenda kesho yake Jumapili, nikamwambia my bishop, mwenda zake Bishop Ernest Mwata, kuna mzee aliletwa anaitwa fulani wa fulani, na huyo mzee Roho Mtakatifu niambia nisimuombe. Unamjua bishop? Akasema baba namjua. Roho Mtakatifu alikuambia? Ni akaniambia nisimuombe, amemlaani na hata pona, atakufa. Sasa bishop akaniambia baba leta mkono. Nikampa mkono. Akaniambia mzee alipiga pasta wa Mwatunge. Wale wametoka Taita Taveta wanajua Mwatunge ni wapi.
kulikuwa na ushirika kwa nyumba yake, akapiga mchungaji, maana mke wake ameokoka, ameleta ushirika nyumbani. Pasta alimpata na hubiri, alifunga mlango, akapiga pasta kupiga. Sasa kesi ikaenda mpaka high court, akatoa kesi high court, akaregesha mashinani. Kwa hivyo mwanangu, Mungu yuko ndani yako. Nini kimefanya Roho Mtakatifu ameniambia nisimuombee mzazi? Ameingia kwenye mahabara ya mbinguni. Sema mahabara ya mbinguni. Ameingia mahabara ya mbinguni, imetoa ripoti ya kwamba huyu mzee amelaniwa na si kumuombea. Na baada kutoka hapo, kusema kweli, alienda akafa. Labda ningeeleza watu wangeniambia si utubu si uombe maombi ya rehema Mungu amponye, ungeniambia hivyo wewe. Lakini Bwana akaniambia usimuombee, muache aende, huyo ni mimi nimemlani. Ameenda hospitali, amezunguka kila hospitali, madaktari hawajajua tatizo, wametibu. Maana wakimleta kanisani kwa maombi, amezunguka sana hospitali nyingi, ndio dakika za mwisho akaamua namleta wapi? Kanisani, akuje kuombewa. Na si kumuombea, na akaenda na akafa hivyo. Sema amina. Damu. Kumekuja watu nikiwa Mombasa, nyumbani kwetu Mombasa pale Jomvu nyumbani, Pastor Willy amehubiri hapa kanisani. Mnamfahamu Pastor Willy Mwamkono, ni mtoto wa Reverend Mwamkono wa Mwanyasi, ambao tumekuwa na mkutano November last year wa revival. Pastor Willy, kuna couple fulani aliwasimamia harusi, wamekaa miaka zaidi ya 3 hawana mtoto, na wakasikia kwa ploti yetu pale Mombasa kuna mama anaitwa nani ile mama? Charity. Kuna mama anaitwa Charity. Charity alikaa miaka zaidi ya 7 bila kupata mtoto. Na kulingana na mwili ambao Mungu amembariki nao, ule uzito ako nao, hakuna mtu utamlinganisha hapa na Charity. Hakuna mtu hapa. Hakuna. Amebarikiwa na mwili. Kwambia amebarikiwa. Daktari wakasema hawezi akapata mtoto. Lakini baada ya kuingia mahabara ya mbinguni, kupimwa, ikaonekana anaweza akazaa. Sema amina. Baada ya mahabara ya mbinguni kutoa ripoti atazaa, tukaomba Charity akapata mtoto, akazaa. Testimony ya Charity inafanya wale couple ukamwambia Pastor Willy, tunaomba utuombee ruhusa kwa mtumishi wa Mungu Apostle, tumuone kama Mungu anayetuhurumia tupate mtoto. Pastor Willy akawaleta nyumbani. Na kwenye mazungumzo, maabara ya mbinguni ni maabara ambayo inatembea, inaweza fanya kazi mahali popote ya kupima damu za watu. Sema amina. Tulipokuwa kwenye mazungumzo, tulipoingia kwenye vipimo vya kiroho, Roho Mtakatifu akaleta ripoti ya kwamba huyu msichana alitoa mimba kabla hajaolewa, ndio maana apati mtoto. Nikamuuliza mbele ya mume wake, usinidanganya, alikupenda vile ulivyo. Ukinidanganya kutakuwa kubaya zaidi. Uliwahi toa mimba? Mara ya kwanza akanyamaza, mara ya pili akalia machozi, akaangalia bwana akasema, mume wangu nilitoa mimba. Mume wake akainamisha kichwa chini akasema, mke wangu, wewe ni mwanamke ambaye uliamua kuolewa, manake ungekataa. Baada huyu dada kukiri alitoa hiyo mimba, alitoa mimba miezi 3, na nikamwambia hata sikuombei kwa sababu ya matokeo ya kipimo cha mbinguni, ondoka na mtoto. Right now ninavyozungumza, wana mtoto wa kiume wamezaa. Vile damu ya duniani inatoa ripoti, ndivyo damu ya Yesu Kristo inatoa ripoti katika maisha ya muamini. Sema amina. Inaweza kosa kutoa ripoti wakati haijatumiwa kihalali. Damu ya Yesu Kristo ndiyo kipimo cha pekee, yani ndiyo kipimo cha pekee inapima maisha yetu. Haipimu na mtu mwingine, inapima yenyewe, inajipima vile ulivyo na kutoa ripoti. Sema amina. Lakini damu za wanadamu tunatoa ndani ya mwili,
na tunapotoa ndani ya mwili, daktari anachukua kwa chupa. Na ukiangalia ndivyo kulitendeka kwa Kristo Yesu, ya kwamba Yesu alipokuwa anapigwa, damu ilitoka. Akiwa msalabani, damu ilitoka. Vile daktari lazima atoe damu, na si kila mahali. Kuna mahali tu maalum pa kudungwa. Kuna damu inatolewaga hapa, kuna damu utolewa hapa. Ushaona mtu anatolewa na pimo HIV, anatoa kwa kichwa, wanatoa kwa mguu, wanatoaga wapi? Hapa kwa kidole. Tena mbona watoe kwa kidole cha mguu? Hii ni sayansi ya mbinguni, Mungu alipanga. Na ndio kile siku nawaambia, formula ya baraka zako ni Mungu anajua, si watu wanajua. Mungu anajua formula ya kubarikiwa kwako, wanadamu watajua chochote. Sema amina. Kwa vile, asante Roho Mtakatifu na kuabudu. Kwa hivyo naomba leo huyu mama akakiri ya kwamba alitoa mimba, angekataa. Kwa hivyo ni hatia sana wakati umeenda madhabahuni na Mungu amefunua jambo kwa mtumishi wa Mungu, alafu anakuuliza unakataa. Unamfanya Mungu kuwa muongo, na unamfanya Mungu airise ile baraka ambayo alikuwa amepanga kukupatia. Naomba leo unapotumia damu ya Bwana Yesu leo, itoe ripoti ya matatizo ambayo yameshindikana kwenye maisha yako katika jina la Bwana. Sema amina. Na kwa sababu ya hiyo, mtu wa kwanza kutumia damu ni Mungu mwenyewe. Sema Mungu mwenyewe. Kwa mara ya kwanza Mungu anatumia damu kule Misri. Mungu anatumia damu kule Misri, ya kwamba wakati Mungu ameamua kumkomboa mwanadamu ama kumkomboa Mwisraeli kutoka kwa mikono ya Misri, kutoka utumwani, Mungu alitumia damu. Mungu aliwaambia hivi, chinjeni mnyama, chinjeni kondoo, na huyo kondoo akichinjwa, huyo kondoo hamtamchemsha, mtamchoma, mtakula nyama choma. Na akichinjwa, watu wakutanike kwa nyumba kama familia, wakutanike ndani ya nyumba kama familia, watamkula kwa hiyo nyumba. Na wakati wanakula, alipeana maagizo vile ataliwa. Na Mungu akasema hivi, huyu kondoo akichinjwa na mkimchoma, mkila musile mifupa, kuleni steki peke yake, na hamtachemsha, na hakuna nyama italala. Kama italala itachoma moto. Na msimule na mikate iliyo na amira. Sema amira. Amira ya mandazi. Msikule na amira mandazi, ama mandazi yaliyo na nini? Na amira. Mtakula na mikate yenye nini? Amira ndani. Na Bwana akawaambia, wakati mmechinja huyo kondoo, chukueni damu yake, pakeni kwa mlango. Paka damu yake kwa mlango, kwa sababu mimi nitapita katika nchi ya Misri ili kuangamiza, nitaleta mauti. Sema mauti. Na Mungu akaipea jina hiyo ibada, akaita Pasaka ya Bwana. Inaitwa nini? Inaitwa Pasaka ya Mungu. Hapo ndipo Pasaka ilianzia, chairman. Hapo ndio Pasaka ilianzia. Pasaka ilianzia hapo. Akasema mnaita ni Pasaka ya Bwana, ni Pasaka. Kwa sababu mimi nikifika hapo, nyumba ile nitakuta damu, sitaingia ndani, nitapita juu. Malaika atakayemtuma kufanya mauaji kwenye nchi ya Misri ili Mwisraeli atoke, mahali popote kutakuwa na damu, hata ingia kwa nyumba, atapita juu ya nyumba. Lakini mahali atakuta hakuna damu, lazima kutakufa mtu. Sema amina. Mungu anatumia damu, sio maombi, damu. Sema damu. Bwana asifiwe. Kwa mara ya kwanza Mungu anatumia nini? Damu. Kitabu cha Kutoka, tuanzie hapo. Kutoka mlango wa 10, kutoka mlango wake wa 12. Kutoka 12. Kutoka, hebu tuanze kwanza, hebu tuanze ule mstari wake wa kwanza na wa pili, alafu tutaruka mpaka hapo sana. Kutoka 12, yes. Mstari wa kwanza na wa pili. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu.
Mstari wa 3. Unaitwa mwezi wa Abibu, mwezi wa Abibu. Mwezi wa Abibu, ukifanya utafiti unagundua kwamba ni mwezi wa ngapi? Wa 3. Mwezi wa Abibu Kiyahudi ama Kibrania unaitwa mwezi wa Abibu. Mungu anaanza kalenda yake hapo. Twende. Mstari wa 3. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wote wa nyumba moja. Na ikawa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliyo karibu na nyumba yake na watwae mwana kondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Mstari wa 5. Mwana kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtatoa katika kondoo au katika mbuzi. Atia. Unaona sasa Mungu hapo anapeana instruction vile watafanya. Tumeanza. Mungu anawaambia kwamba watachukua kondoo. Kama watu wako ni maskini, hawana kondoo, nyinyi hamuna kondoo, Mungu akasema mtaenda kwa jirani. Ndio unaona umaskini ni mbaya. Mtaenda kwa jirani. Wakati unasikia kwamba Yesu amefanyika maskini tu wa matajiri, maana umaskini ulifanya Waisraeli wengine wakakosa kondoo kuchinja, ikabidi waende kwa manyumba za majirani. Lakini kwa damu ya Kristo Yesu, huyu mwana wa Mungu ambaye ni picha, kwa sababu kila ambacho Musa alikuwa anafanya ni picha ya kile Yesu atakuja kufanya. Sema amina. Sasa leo ya kwamba atuingii kwa jirani tupate damu ya kupaka kwa mlango. Hapana, tunaingia ndani ya wokovu, tunapata huyo mwana kondoo. Kila mtu anaweza kupata kondoo wake mwenyewe. Leo Yesu, wakati Yesu amekuja, Musa aliambia watu wakusanyike kwa nyumba moja. Kama hawana washe, huyo kondoo atoshee watu. Lakini kusipatikana mtu ambaye atakosa huyo kondoo. Lakini sikiza, wakati Yesu amekuja, sasa hatushei kondoo. Huyu kondoo anatosha kila mtu, damu yake inatosha kila mtu, nyama yake inatosha kila mtu. Ni nguvu yako ingie mwenyewe, unachukua kiasi chako. Hauchukui kama jirani, unabeba kama wewe. Sema amina. Unabeba kiasi chako, huyo kondoo, hiyo damu yake unabeba. Sasa leo hatuingii ndani ya nyumba tunapomchinja. Huyu kondoo ashachinjwa na akawekwa nje. Leo tunaingia ndani ya huyo kondoo mwenyewe. Hatuingii kwa nyumba, tunaingia kwa kondoo ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ndi wokovu wake, ndio nyumba yake mwenyewe. Sema amina. Wakati tunapookoka, tayari tunaingia ndani hiyo nyumba ambayo tayari ina ulinzi wa kutosha. Sema amina. Kuna vitu vya muhimu sana ambavyo ninaviona pale. Kile Musa anafanya. Watu waliambiwa waingie ndani ya nyumba na wamchinje, alafu wakule wakiwa ndani ya nyumba. Kile kitendo cha kuingia ndani ya nyumba ni kitendo cha kuokoka. Kitendo cha kufanya nini? Vile unaingia ndani ya wokovu, inawakilisha vile Mwisraeli aliingia ndani ya nyumba, wakakusanyika ndani, wakachinja kondoo, wakala nyama. Sema amina. Wakati umeokoka tu, uko ndani tayari. Uko ndani. Wakati umebackslide, umetoka ndani ya nyumba walioingia Waisraeli. Na sheria ni kwamba ili angepatikana nje, lazima afiriwe na mtoto, lazima asababishe matanga. Lakini aliye ndani ya nyumba hakuna kilio. Hii ni wazi kabisa ya kwamba yoyote aliyookoka, kuna vifo vya kishetani havitakani kutawala katika boma ya kwenu.
maroho za mauti katika jamii, maroho za kuonewa katika jamii lazima ziwe mbali na wewe. Sema amina. Maana wale waliingia kwa nyumba walikaa salama. Yoyote aliye ndani ya wokovu sharti awe salama. Sema amina. Sema amina. Vile walikula ile nyama ni vile unalikula neno la Bwana kabla tukule ule mkate. Vile walikula ile nyama ya kuchoma ndivyo unavyokula neno la Mungu. Hili neno ndio mkate wa kipindi kile. Hili neno ndio nyama kipindi kile. Sema amina. Yesu akasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Narudia tena. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Kwa hivyo ni wazi kabisa ya kwamba unapokula mwili wa Yesu huu na kuinywa damu ya Yesu Kristo hii, kupona ni lazima. Hiyo ni garanti. Lazima utapona. Lazima watu wapone. Hapa hakuna compromise na magonjwa. Hakuna discussion na shetani tunakuomba toka. No. Wachana wale wenda wazimu walichanganyikiwa. Niliona juzi watu wanachoma mtoto na magazeti. Hata wanachoma mashetani. Huo ni wenda wazimu. Fuse moja imekatika kichwani. Waya moja ilikatika kichwani. Sema amina. Akasema Yesu Yohana 6:58 ya kwamba aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Yani imeongelea uzima mara mbili. Uzima wa kwanza ni ule tunaishi duniani, kutengwa na magonjwa, kutengwa na stress. Amesema siku ya mwisho atakufufua ili upate uzima wa milele. Sasa aulaye mwili wangu. Sasa hebu nisaidie Pastor Kipto, nisaidie pisi ya mkate. Sema nguvu ya damu. Sema nguvu katika damu. Oh, pole baba. Ungeni hebu koja shika kwa. Hebu leta zote mbili. Anzia mstari wa 8 twende hapo kidogo. Leta zote, kikombe na damu. Hebu twende. Anzia mstari wa 8. Kutoka 12 mstari wa 8. Naam. Watakula nyama yake usiku ule ule, umeokwa motoni. Kuokwa ni kuchomwa, imechomwa kwa moto. Twende. Pamoja na mkate usiotiwa chachu. Mkate usiotiwa nini? Amila. Sema amila. Amira. Amila ya nini? Ya mandazi. Yaani hiyo mandazi leo wanaitaga, kuna ile wanaitaga Arab bread. Arab bread ni unga wa ngano tunakandwa, hakuna chochote kinawekwa, inapikwa hivyo. Arab bread. Ukisikia mtu anasema nimekula Arab bread, ni ungano tu, chukua upike, changanya na maji, hata saa nyingine chumvi hata haina. Wapike mkate hakuna spices yote umeweka ndani. Huo mkate niko hapo. Huo mkate ulisimamia mwili wa Yesu. Sema mwili wa Yesu. Huo mkate waliambiwa kule ulisimamia neno la Mungu. Sema neno. Neno la Mungu ni neno ambalo limepimwa. Maandiko sema kwamba limepimwa mara 7 na kuhakikishwa. Mara ngapi? Mara 7 limehakikishwa. Halina dosari. Maana waliambiwa huyo kondoo asiwe na mawa, yani asiwe na dosari. Huyo kondoo alimwakilisha Yesu mwenyewe. Nyama yake, sema amina. Bado damu ya huyo kondoo iliwakilisha bado damu ya Bwana Yesu. Chochote Musa alifanya na kanisa la kwanza kilikuwa kinamwakilisha Kristo mwenyewe. Huo mkate ni Yesu anaongelewa. Na ndio anakuja kutafsiri kwenye Yohana ambayo tumesoma mlango wa 6:54 ya kwamba aulaye mwili wangu na kuinywa nini? Damu yangu ana uzima wa milele. Wale walikula kondoo. Walipokula nyama ya kondoo, damu ya kondoo hawakukunywa, walipaka kwa milango. Walipaka kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni alama ya kuonyesha kwamba hapa kuna wana wa Mungu. Sababu ya pili ilikuwa ni ulinzi, ni kinga. Inakuonyesha wazi ya kwamba damu ya Bwana Yesu ina ulinzi katika maisha ya muumini. Inalinda maisha ya muumini. Sema inalinda.
Wale walilindwa na damu ya kondoo, mnyama wa kawaida, lakini kumbuke ya kwamba waliambiwa asiwe na dosari. Damu ya Bwana Yesu inalinda, sema inalinda. Waliambiwa apake kwa mlango. Malaika akija akiona damu, si akisikia wanaomba, hapana, akiona damu. Kama ataona damu hata ingia kwa nyumba, roho wa kifo atatumwa. Si wale wamefunga, hiyo siku kulikuwa kuna mfungo. Kuna mahali walitumia maombi ya kufunga, hata katika safari wakienda Kanaani walifunga. Lakini kwenye hichi kitendo hakuna maombi, wala si kama mtapiga mapambio, hapana. Kulikuwa kuna cha pambio. Pambio mnafanya mapema. Sema amina. Hebu sikiza. Hebu turudi pale. Okay. Sawa, hebu tusome hiyo, some. Okay. Wewe some, nimezungumza neno la Bwana limepimwa. Sawa. Irudishe tu. Sababu umeweka Zaburi 12:6 nasema neno la Bwana, maneno ya Bwana ni maneno safi, ni fedha iliyosafishwa iliyojaribiwa karibuni juu ya nchi. Okay. Iliyosafishwa mara 7. Hebu tusome, soma. Unajua screen ina reflect kwa sababu ya taa. Zaburi 12:8. Yes. Hebu isome hiyo, tutoke hapo. Zaburi 12:6. Maneno ya Bwana ni maneno safi, ni fedha iliyojaribiwa karibuni juu ya nchi, iliyosafishwa mara 7. Unaona? Neno la Mungu limepimwa mara ngapi? Mara 7, chairman. Limehakikishwa. Yaani umetengeneza gari, unaenda road test round 7. Ukipea customer gari, uko sure ya kwamba hatapotea, maana umefanya kazi ya sawa. Sema amina. Kwa hivyo wana wa Mungu, turudi pale Kutoka. Turudi pale Kutoka. Hebu twende, hebu soma hapo chini. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi wala kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake, na nyama zake za ndani. Mstari wa 10. Achia hapo. Unaona? Wataikula imechemshwa miguu, imechemshwa kichwa na vitu vya ndani. Sasa naomba uelewe hivi. Anaposema imeokwa miguu, Yesu alipigwa misumari ya miguu. Ndio nasikia lazima ipigwe nini? Kwa kichwa alifungwa taji ya miba. Uelewe hivyo. Anaposema vitu vya ndani vipiko pamoja, alipigwa mkuki wa mbavu, akatoa damu na maji. Lazima uelewe hivyo. Ulikuwa ni ufunuo wa mpango wa Mungu juu ya mwanadamu. Kile Mungu anapanga, kile kitafanyika leo. Sema amina. Vile Yesu alipigwa misumari akiwa kwa msalaba, ni vile ile kondoo alichomwa. Alafu kumbuka kwamba kitendo cha kumchoma kilisimamia Yesu kukaa kwa jua. Yesu aliposulubiwa kulikuwa na jua, lakini wakati alipokata roho tu, kukawa giza. Kutoka saa 6 mpaka saa ngapi? Saa 9 hakuna jua. Kuanzia saa 6 mpaka saa 9 kulikuwa ni giza. Ilipofika saa 9 giza likatoweka, nuru ikaja. Kulingana mimi, akiwa msalabani, nasema pale ndipo alimalizania na shetani kabla hajazikwa. Tayari ushindi wa maisha yetu, ushindi wa kupona kwako, vile kulikuwa na giza, ni kusema aliita mkuu wa giza akamalizana naye kwenye hukumu akiwa msalabani. Wakimtoa kwa msalaba akienda kuzikwa, tayari ni ushindi analeta peke yake. Sema amina. Sema haleluya. Kwa hivyo ni makosa sana wakati umeokoka unaogopa mchawi, unaogopa muganga. Waganga wanataka na kuogopa mtu aliyeokoka.
Lakini nataka nikutaharisha ya kwamba nataka nikufahamisha ya kwamba kama utaishi double life, una right ya kuogopa mchawi. Kama unaishi double life, una right ya kuogopa mganga, kwa sababu huwezi ukamshinda. Yesu alisema huwezi ukachukua vitu vya mtu kama hujamshinda nguvu. Lazima uingie kwa nyumba, umteke nyara, umshinde nguvu, uchukue vitu vyake. Sema amina. Lakini watu ambao wamesimama kwenye wokovu, wanatembea na neno la Bwana, wanaishi sawa na maagizo ya Mungu, hapaswi kuogopa mchawi, wacha wanapaswa kuogope wewe. Sema amina. Natangaza uwe tishio katika jina la Bwana majeshi aliye hai. Na neno uwe tishio wewe. Sema amina. Sema amina. Akasema atokoswe. Atokoswe. Msikule nyama mbichi, wasimule mbichi. Kwa hivyo ilikuwa ni lazima Yesu aende kwa msalaba. Ilikuwa ni lazima aende msalabani. Maana tayari unabii umetoka, ila ni unabii wa vitendo. Unabii umetoka kivitendo. Kitendo cha kuchoma nyama ni kitendo cha kumwanika Yesu msalabani. Akapigwa mkuki wa mbavu, akatoa damu, na ile damu na maji bado kuna vitu inanena. Sema amina. Waliambiwa wasile nyama, wale mboga za uchungu. Mboga za uchungu. Kama kule Mtaita yote yule, kuna mboga wengine mnataka majani ya sungura. Majani ya nini? Ya sungura. Majani ya sungura ukiachuma inatoaga maziwa, huwa ni kali sana. Sasa hiyo majani ya sungura ni mboga ambayo kwa Mtaitu mnyime kuku, mnyime nyama, lakini usimnyime mnyunya. Nadanganya pasta? Ama kwa roho nyingine inaitwa mchunga. Sema mchunga. Maana inachungaga. Inaitwa nini? Mchungu. Usipoita mnyunya, unaita mchunga. Hiyo mboga ni kali, ikipikwa mpaka wala hawajaizoea, watachemsha, amwage maji chini, alafu tena aikamue kama nguo. Anakamua hivi kama nguo. Ama pasta, Wagiriama pia mnakulaga? Si mnaikula Wagiriama? Yeah. Chema, Mijikenda si mnaikula? Yeah. Inakamuliwa na haikarangwi. Ukitakiwe wale wako na nazi, anapiga nazi ndani. Wale wako na maziwa, anapiga maziwa. Na pia kama hakuna itakaangwa. Na wengine hata kaangi, anaweka tu chumvi, ugali unatembea. Sema amina. Sasa hizo mboga chungu zilisimamia mateso yale Kristo aliteswa, vile atakavoteseka. Mboga chungu zilisimamia mateso ya Kristo na mateso ya wana wa Israeli wenyewe. Zile mboga ziliwakilisha mateso. Ndio maana waliambiwa wakule na mboga chungu, kwa sababu wanatoka kwenye mateso, hawatarudi tena kwenye utumwa. Sema amina. Naomba leo ukinywa damu ya Bwana Yesu na kuula mwili wake, itakutoa katika mateso. Natangaza utolewe kwenye mateso. Mateso ya familia, mateso ya ndoa, mateso ya biashara, mateso ya boma. Sema power. Sema haleluya. Mboga ilisimamia mateso. Vile wanateseka, hawatateseka tena. Sema amina. Ndio maana Yesu alipokuja sasa, ili ambaye ndio kitu cha imani. Maandiko yasema ya kwamba mambo ya agano la kale, Paulo akasema kwenye Wakorinto, mambo ya agano la kale ni kivuli cha sasa. Mambo agano la kale. Sasa mwenye kivuli mwenyewe ni Yesu. Sasa ndio unaona ya kwamba hakuna jinsi angeshindwa msalabani, hakuna jinsi angeshindwa kubeba msalaba, hakuna jinsi angeshindwa kuvumilia viboko. Alipigwa viboko 40. Kumbuka ni nyaunyo ya dabo, na akapigwa 40. Kwa hivyo inamaanisha ni 80. Maana zilikuwa ngapi? 2. Nyaunyo moja, lakini iko na njiti ngapi? 2. Paulo alipigwa, lakini hakufikisha 40. Alipigwa 39. Alipigwa 36. Na akasema kwa mateso bado tuko. Akasema kitu gani kitatutenga na upendo wa Kristo? Ni adha, ni njaa, ni pesa, ni magonjwa. Akasema hakuna. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye kinyume chetu? Naomba leo, wakati unaitumia damu ya mwana kondoo, ibadilishe maisha yako completely katika jina la Bwana. Ya kwamba kila laana lazima utaondoka leo.
lazima utolewe ndani, lazima utolewe ndani leo, lazima ufunguliwe. Nini kinafanya leo damu ya Yesu Kristo inakosa kufanya kazi ndani ya kanisa? Roho ya mazoea. Yaani watu wamezoea, na ni makosa. Siku ile utazoea praise and worship, kuna kipindi utafika hata wakiimba utabarikiwa. Maana ukizoea mtu huwezi mpokea kwamba kuna kitu cha maana. Unaona tu yuko. Siku ile utazoea viongozi, tayari utapoteza heshima yako na kiongozi. Siku ile mtoto wako atakuzoea, ataanza kudharau walimu shuleni, akijua hata akisemwa nyumbani hakuna kitu utamfanya. Lakini hakuna kitu kizuri mtoto aogope, si kwamba unamchapa, hataki kusikia mashtaka umeletewa amekosea. Yaani anaogopa kufanya makosa mama yake ambiwe ama baba. Lakini ukifika kiwango mtoto anasema hata baba yake akiambiwa hakuna kitu atamfanya, hakuna kitu atanifanya. Kuisha. Kilichotokea hapo nini? Atakuwa jambazi. Hata ukimshauri hatasikia. Nini imefanya leo watu wa Mungu nakuta ya kwamba mtu kuua mtu haoni kama ni shida? Roho ya mazoea inaondoa hofu ya Mungu. Hawana hofu ya Mungu ndani. Kwa mtu kuchinja mke wake haoni kama ni shida. Lakini angalia, walitumia damu ya kondoo na ikaleta wokovu kwenye maisha yao. Hebu tuende pale chini, nisikae hapo sana. Kuna vitu nataka kupeana, vitu kama 7 vile vinafanywa na damu ya mwana kondoo. Hebu tuende Kutoka, endelea pale chini mstari wa 10. Mstari wa 10. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi. Bali kitu kilichosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Unasikia? Ngoje hapo. Kwa nini wanaambia kusibakisho kitu? Yesu atakapokuja, atakaposurubiwa, atakapokufa, atakapozikwa, hata baki kaburini, atatoka. Hata kaa kwa kaburi, atatoka na atarudi kwa Baba, kwa sababu amekamilisha assignment aliyopewa na mbingu, ametimiza, anaregesa nini? Report. Kwa hivyo akaambia wasibakishe chochote. Na ndio unaona ya kwamba kabla Yesu, yani unaona hata nguo zake zenyewe watu walipigia kura. Walipigia kura nguo akiwa wapi? Juu ya msalaba. Kabla hajaenda kuzikwa tayari nguo zimegawanywa. Kwa hivyo hapo asibakishe kitu ni kwamba Yesu atakapokuja na yeye atakapofanywa haya, atakapouawa, atakapochinjwa, maana kule kuambwa juu ya msalaba ni sana vile walichinja yule kondoo, inasimamia hiyo. Watakapomuua, akizikwa kaburini, hata kaa ndani ya kaburi zaidi ya siku 3. Itakapofika siku ya 3 lazima atatoka. Alitoka ama kutoka? Ilipofika siku ya 3, mbingu ilitumana malaika, akaja akaviringisha jiwe, alafu malaika wa Bwana akaliketia jiwe, akalivingirisha, akaliketia. Akafanya nini? Akakaa, akalivingirisha, akalikalia. Yesu kijana wa Galilaya, mwanaume simba wa kabila la Yuda, akatoka akiwa anafanya nini? Anatembea. Sema amina. Ni wazi kabisa ya kwamba huyu Yesu Kristo mwana wa Mungu, damu yake ikiwa ndani yako, hakuna mahali unatakana kushindwa. Wewe ni mtu wa kushinda kila siku. Popote unapitia lazima utatoboa katika jina la Bwana. Lazima utoboe. Sema haleluya. Natangaza leo kwa damu ya mwana kondoo, kilichokushinda mwana wa Mungu, naomba ya kwamba kwa nguvu ya damu ya mwana kondoo usishindwe tena. Sema amina. Sema amina. Kwa hivyo umeona kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo ndio nitoke hapo. Kwenye Agano la Kale kuna vitu vitatu nataka nikupatie. Mungu anatumia damu ya mnyama kuleta wokovu kwa wana wa Israeli kutoka Misri. Number 1. Alitumia damu kuleta wokovu, maana kuwatoa kwenye utumwa, sawa na vile ambavyo mimi na wewe tumetoka ndani ya dhambi. Sema amina. Kwa hiyo damu ya mnyama, alitumia damu ya mnyama kuleta wokovu kwa Waisraeli. Number 2, Mungu ametumia damu ya mnyama kuleta ulinzi kwa wana wa Israeli. Ulinzi.
Sema amina. Namba 3, Mungu anatumia damu kama alama ya mbingu, alama ya kiungu, alama ya kiungu ya kwamba hapa kuna mtu wa maana, hapa kuna kitu cha maana kimefichwa, kama alama. Vile wanadamu tunaficha vitu, tunaweka alama ya kwamba usije ukasahau. Mzee mmoja kule Tanzania alikuwa mfanyakazi wa dhahabu, anauza dhahabu. Alafu kwa bahati mbaya kukatokea operation ya serikali. Kulikuwa na watu wanamiliki bunduki haramu. Kwa hivyo serikali ikaamuru ya kwamba itembee. Kama vile mnajua ndugu zetu wanapigana kila siku, mara nyingi umeona majeshi wameenda, watu wanaambiwa regesha bunduki haramu, mwenye uko na bunduki hujapewa na serikali regesha. Kwa mzee, kwa sababu askari wakipita wanafanya operation kulingana na Biblia, chochote kile wanakipata cha thamani wakibeba hawana hatia. Hawana hatia. Kumbuka hivi, Israeli wangeenda vitani kwenda kupigana, wanapopiga wale maadui kwenda kufanya msako, ule utajiri wako nao, zile dhahabu wako nazo, zile vitu wako nazo, wanabeba, inakuwa mali yao. Na adui nao wakija upande huu, wakiwashinda, wanabeba mali yao. Ndio maana Daudi alienda vitani akapata mali imeenda, wake wameenda, watoto wameenda. Lakini Daudi akamuuliza Bwana, nifanyeje? Nienda ama nisiende? Akamwambia nenda, tawatia kwa mikono yako. Daudi alipoenda akawashinda, akachukua ile mali akaregesha. Pointi yangu ni hii, huyu mzee akaficha dhahabu. Wale ambao ni wafugaji, pole, mimi nimelelewa mali kuna mifugo, kwa hivyo nikiongea usinihukumu. Wale ambao ni wafugaji, huwa kuna zizi utengenezwa, zizi la kulinda ng'ombe, kuna zizi la mbuzi, kuna zizi la ng'ombe. Yule mfugaji maalum ambaye anajua ufugaji, zizi la ng'ombe gogo moja inatakana kutoshana hiyo pila kujenga ile boma ya ng'ombe. Niite boma ndio watu wataelewa. Inatakana kutoshana hiyo pila, na kubwa zaidi inatakana kutoshana hichi kikapu, na zinashikanishwa kiasi kwamba hata ndio upitishe mkono unahitaji muda. Kuna mahali magogo makubwa yanatumika, kuna mahali magogo madogo yanatumika, kusudi kuzuia nini? Adui asije akapitia mahali popote akaingia akaenda akafungua mlango wa ng'ombe na zikatoka. Na ule mlango wa ng'ombe unafungwa na miti mizito na ile miti migumu ambayo inatengenezwa kwa vichanuo. Siku na ile inatengenezwa vichanuo, wanasema haidungwi, haiozi. Hiyo inatengenezwa kwa mlango. Alafu kuna milango mingine mpaka inakuwa na kufuli. Sasa uwezi wanajua wakianza kung'oa nje mlango wenye boma, kwa sababu nakuta kwamba mzee anajenga boma, ndio unaona Wamasai wanajenga hivyo. Unakuta kwamba boma ya nyumba yani nyumba zimesaraundile boma ya ng'ombe, kwa sababu adui akiingia ukimuona ni rahisi kumshambulia. Sasa naye anatumia akili, hata pitia kwa mlango, inabidi apitie kando, wabomoe kando. Sasa ili wasibomoe haya magogo, lazima uchimbe shimo futi 3-4 kwenda chini, kiasi kwamba hata wakiwa na misuli ni ngumu vile atang'oa. Ikimshinda hivyo, plani ya mwisho itakuja ni kwamba itabidi apande. Na kwenye kupanda, kwenye nyumba ya mfugaji kuna kuwa na mashimo kurushia mishale. Wakati anapanda juu, akija kushuka, kama uko macho ushamalizana na mshale. Akipigwa mshale mmoja, akipiga nduru, wenzake wanaenda. Sasa niachane na hiyo. Serikali imesema inaleta msako, mzee akachukua dhahabu, alikuwa ni mwanabiashara. Ile dhahabu akaingiza kwenye zizi la nini? La ng'ombe. Na alipoingiza kwenye zizi la ng'ombe, akijua kwamba wakati operation ya serikali itamalizika, ataenda atatoa dhahabu. Bahati mbaya huyu mzee akagonjeka. Alipogonjeka akawa hakuweka alama yoyote pale aliweka. Tunaongea kuhusu alama, sema alama. Kwa sababu hakuweka alama, wakati operation imeisha, bunduki haramu zimeisha, sasa dhahabu itolewe iuzwe, biashara iendelee. Mzee akitumana watu wasema niliweka mahali fulani. Unajua mpaka aina ya miti. Unaona mti aina fulani hapo, vijana wakatafuta mpaka wakaamua kuhamisha boma ya ng'ombe kando,
ili yale mashimo ng'wele magogo wajenge boma ingine kando, lakini kwa sababu ng'ombe ni wengi, samadi nayo ni nyingi. Ukiingia samadi inafika hapo. Sema samadi. Samadi ni mavi ya ng'ombe. Sema samadi. Samadi inafika hapo, na samadi imeingia kwa ile mashimo, imefunika. Mzee akapoteza dhahabu kwa sababu ya thamana mamilioni ya pesa, maana hakuweka nini? Alama. Na wewe unapookoka una alama ya damu Yesu Kristo katika uso wako. Sema amina. Yoyote aliyokoka ana alama ya damu Bwana Yesu katika uso wake. Sema amina. Kwa hivyo damu ya kondoo ilitumika pale Misri kama alama, kujua hapa malaika usiingie, kuna wana wa Mungu, kuna mteule hapa, kuna mwenye haki amefichwa. Kwa hivyo pita juu, wakapita juu. Sema amina. Naomba Mungu aweke alama kwa kila baraka yako. Natangaza alama juu ya baraka. Natangaza alama kwa biashara. Sema haleluya. Alama. Wale wanavua samaki baharini, ndugu zetu umetoka Nyanza, kuna kitu kinaitwa boya. Boya inafungwa kwa nyavu. Ile boya ndio inakuonyesha upana wa nyavu mahali zimefika. Kwa hivyo hata kama si meli, we ni mvuvi mwingine unakuja, umetoka, ukiona hizo boya zimechora round, unajua hapo kuna mtu amefanya nini? Ametega nyavu zake. Aidha anavua samaki ama anavua omena. Kwa hivyo ni ngumu vile utaingia pale, kwa sababu kuna maboya juu. Sema maboya. Kuna maboya zinaelea juu. Kwa hivyo ukiingia pale ni makosa, lazima kutoke vita. Na ndio unaona ya kwamba shetani akivuka mpaka lazima kutoke vita ndani yako. Sema amina. Lazima apigwe pia. Sema haleluya. Ndio maana tunapiga mashetani, kwa sababu wamevuka mipaka yao, lazima tuwashughulikie. Sema amina.